Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hii ni risala kwa dada zetu, mama zetu katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. La kusikitisha ni kwamba baadhi ya dada zetu inapofika 10 la mwisho, wanapokuwa katika siku zao, yani katika haidh au nifas, basi wao maadamu hawaswali na hawafungi, basi ibada zote wanazisimamisha. Na hii ni makosa makubwa. Unakosa fadhila nyingi sana katika 10 la mwisho kwa kutofanya hayo. La msingi ni kwamba wewe ibada zote unaruhusiwa kufanya kando ya kufunga na kuswali. Inajuzu mtu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa tasbihi, tahmidi na tahlil, kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Hiyo ni katika tasbihi. Na vile vile katika dua haujakatazwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kithirisha sana kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua katika masiku haya 10 ya mwisho, hata kama upo katika masiku zako. Na vile vile hata katika kusoma Qur'ani, ingawa kuna ikhtilafu ya maulama, kuna kauli mbili katika kusoma Qur'ani kwa mwanamke ambaye ana hedhi. Kuna baadhi ya maulama wamekataza kabisa mtu kusoma Qur'ani, na kuna wale wamejuzisha. Na ile kauli ya kujuzisha ndio kauli yenye nguvu kushinda yenye kukataza. Lakini vipi utasoma Qur'ani? Maulama wametueleza kwamba mtu anaweza kusoma Qur'ani bila kuishika kama amehifadhi. Na kama hajahifadhi, basi anaweza kumwambia mtoto wake au ndugu yake ama yote yule amgusie msahafu, ambadilishie zile peji ili aweze kusoma kwa kuangalia. Au unaweza ukatumia simu yako ya mkono kwa kusoma Qur'ani. Kwa hiyo dadangu, huna sababu ya kutofaidika na haya masiku matukufu ambayo ndani yake yanapatikana ile siku tukufu kabisa, naye ni Lailatul Qadr. Kwa hiyo hakuna mtu anabaki nyuma. Kila mmoja jitahidi kwa kumkurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada kama hizi, na hususan ile dhikri aliyotutajia Mtume SAW kupitia Aisha, ambaye anasema Mtume SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Isitoke katika ulimi yako huu, dada yangu, mama yangu, nafasi ndio hii. Tusiache ibada kwa sababu au kisingizio kwamba tupo katika hedhi au katika nifas. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد.